Mimi na maoni tofauti kidogo. Mtaalamu wetu wa picha Bwana Salum Mlege kama atanisaidia kupause pale wakati Pacome anamblock mtu, tunaweza tukapata maoni tofauti kidogo. Kwa mimi nilivyoona ile tukio hapo anaweza akirudia baadaye atapause pale kama atafanikiwa kupause ya sehemu Pacome anamzuia mtu. Kabla Pacome kumzuia yule beki, tayari Maxi alikuwa yuko mbele yake. Yes. Automatical offside imekufa. Sijui kama tunaelewana. Kabla Pacome hajamzuia beki wa Simba, offside ilishakufa. Kwa sababu ukiwa nyuma ya mpira ukiwa mbele yako, hakuna offside. Yani hata kama kipa, yani atilia mbali kipa peke yake, hata kama kipa hayupo, lakini mpira ukiwa mbele yako, wewe umeenda kukukuta mbele, si offside. Ila ukija ukakukuta wewe ndio offside. Hizo ni sehemu pia ya uchambuzi wa sheria namba 11. Kwa hiyo wakati Maxi ameondoka na ule mpira, kabla Maxi ya kupiga, kwa hapa unaweza kuona vizuri hapa kwanza hapa yuko offside. Sawa? Ngoja aachie huo mpira. Tena, Baada ya hapo yupo offside bado. Sawa? Hapo unaona hapo sasa. Hapo tayari hayupo offside. Sawa. Hapo subiri mtaalamu wangu tupeane elimu. Mpira uko mbele. Na upo na Max. Offside imekufa pale. Kwa sababu yeye anakuwa nyuma ya mpira. Lakini yeye tayari ngoja bado hajamblock mtu. Nitakuja kwenye kublock mtu. Akiachia kidogo mtaalamu hapo. Unaona hapo sasa. Ile hii offside inakuwa foul. Kwa hiyo ilipaswa kuwa foul. Ile si obstruction. Amemzuia mtu kwa njia. Yes. Mpira ulipo na alipo Pacome si offside, kwa sababu mpira anaofaidika nao ni Maxi. Na kwa referee, sisi kama tunaelewana. Na kwa referee kwa picha inaonyesha. Kwa referee yeye pale yupo na Maxi, hayuko na Pacome tena, kwa sababu referee anaangalia mpira na mtu ambaye anaweza kufaidika nao. Mpira uko mbele, anaofaidika nao ni Maxi. Pacome anachofanya anamblock beki. Hiyo ni obstruction. Umemzuia mtu asicheze mpira. Asiende kwenye kucheza mpira ambao wakati anazuia yeye hayuko tena offside. Yes. Sijui kama unanielewa hapo. Na kwa mwamuzi aliposimama kwa picha inavyoonyesha ule umbali ulikuwa pale. Umekuja na hoja nzuri ambayo naweza kuseka, lakini una hoja ambayo ina mashiko kwamba kuna tukio limefanyika ambalo hilo tukio lililofanyika lilipaswa kuzuia ile goli isitokee, kuhalalisha goli lihukumiwe. Kwa maana ya kile kitendo alichokifanya kumzuia mtu njiani kwa sahihi. Sawa, ni vizuri na si pingani na wewe, kwa sababu mara nyingi unashiriki kwenye mijadala hiyo. Tutaenda kwa sheria kwa sababu ya kipindi. Uzoefu unasaidia. Unazoefu pia unasaidia. Unajua moment kama hii. Unaona hapo alivyopozi hapo. Mimi moment automatically hayupo offside. Mimi kwa nini nataka ni hukumu hapo? Yani of course umekuja na hoja nzuri kwamba kumbe kuna foul pia. Ilichezwa bana. Kumbe kuna foul. Lakini mwamuzi alikuwa mbali. Unaona picha kwa mujibu wa tafsiri yako, maana yake Pasco unasema ni kama unatuambia kwamba hili halikupaswa kuwa goli, ila referee au line 1 alipaswa kunyoosha kibendera akiashiria kuna foul. Na tukio limetokea kabla hajascore. Kabla yeye hajascore. Si ndio? Kabla hata Max hajascore. Kabla yeye hajascore. Kwa sababu alianza kupiga Max. Max alipiga kipa akasave, yeye ndo kwa sababu alikuwa tayari amemzuia huyo beki. Kwa hiyo beki asingezuiliwa, maana alikuwa anaenda kucheza mpira ambao kipa alimeuzuia. Hata attempt angepata. Sasa mimi kwa sababu pale kucheza ule beki si kweli, hata asingezuiwa. Max angekuwa kwanza. Max alikuwa tayari amepoteza speed kupata ile rebound. Sasa kwenye hoja yako ya msingi ili uipate hiyo moment ya line kuzuia kwamba hapa ilikuwa kuna obstruction, umeelewa? Manake ilihitaji pia teknolojia, sababu umeelewa? Ilihitaji teknolojia kwenye minutes au seconds ambazo zilitumika kufanyika hayo matendo. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumuona kwamba Pacome amecheza yani huwezi kumwangalia Pacome ukaacha kumwangalia Max ambaye na kwa mwamuzi aliposimama kwa picha ile unavyoona mwamuzi aliposimama alikuwa ngumu yeye kuona kile kitendo, japokuwa aliona kuna mtu amedondoka. Kwa nini mimi nataka kutafsiri ilikuwa ni offside? Pacome wakati kwenye eneo lile ambalo alikuwepo wakati eneo alikuwepo nyuma yake kuna goalkeeper.
ambao kuna muda sheria hizo zinamfanya yule goalkeeper kuwa sehemu ya wachezaji. Sindio? Ni mchezaji automatically. Kwa maana ya tafsiri. Umeelewa? Kwa maana ya tafsiri. Sindio? Kwa maana ya tafsiri. Manake kinachoenda kutokea ni kwamba movement aloifanya Pacome kutoka kwenye eneo ambalo alikuwa ameotea, ambapo sio kosa, ile movement aloifanya pale, manake unaweza kutengeneza acha hii sasa, hii hapa hiyo offside. Sasa hii kwa mujibu wako unasema ni foul, ni obstruction. Sasa mimi sasa Deruke angeza kufanya tackling. Sasa wakati wewe unaitafsiri kama ni foul, mimi naitafsiri kitendo cha Pacome kufanya hiyo movement na kuzuia, kumzuia ule bwana asiende. Umeelewa? Yaani si tafsiri kama ni foul, lakini nakubaliana kwamba okay, ninahitaji jicho la tatu. Kitendo cha movement ya Pacome kutoka eneo moja na kurudi kuja kuamini kwamba natakiwa nifanye hiki ili ni nufaike na hii movement, hiyo mimi kwangu ndio inaenda. Sijui kama ulinielewa. Sheria ukiangalia vifungu vile, mpira ukishakuwa mbele inakuwa sio offside. Inakuwa tena sio offside. Hata kama kipa yupo. Hata kama wewe mara kwanza ulishazidi, lakini kama kuna mtu atapita na ule mpira ambaye akuzidi, alafu akakupatia wewe pass automatic. Kwa hiyo akikupatia wewe pass unafunga kwa goli vizuri kabisa. Okay? Yani hiyo lazima ieleweke. By time anakwenda kumzuia Deruke, mpira na Max wameshampita Pacome. Kwa anakwenda kuzuia akiwa hayupo offside. Kwa sababu mpira umempita na sio yeye alopeleka. Mimi sasa kwangu ndio maana nasema Pacome anafaidika na mazingira kwa sababu yeye alikuwa kwa mbele. Mimi sikatai. Nakumbuka ile tukio lilitokea kati ya Simba na Stellenbosch. Simba na Stellenbosch. Kumbuka ile moment? Tafsiri zikaenda kwamba mpira ukiwa mbele kwa offside. Kwamba offside inafanyaje? Inakufa. Kifo cha kawaida. Si ndio? Na kama unakumbuka ile moment pia kulitokea foul, yule striker alimfanyia foul Shefondo Malone kabla ya kufanyaje? Kabla ya kuscore. Lakini watafsiri walienda zaidi, wakasema baada ya kunufaika kwenye lile eneo na sheria ikanaeleza mpira ukishakuwa mbele, huyu ambaye anakuwa kwenye eneo la kuotea, mpira ukimfikia anakuwa allowed kuscore. Na sheria automatic itafanyaje? Itakufa. Lakini kwenye misingi ipi? Umeelewa? Je, huyu mtu alikuwa anatoka eneo moja kwenda eneo la pili? Huyu mtu alisimama eneo lile mpira ukampita then ukamfikia akascore ukamrudia yeye? Au huyu mtu alifanya movement ambazo zingeweza kuwa cheated na defenders na wapinzani wake ili kunufaika na lile eneo? Umeelewa? Mimi kwangu napolitazama kwenye hiyo tafsiri ambayo unaizungumza nakubaliana nayo, lakini mashaka yangu yanakuja kwenye namna ambavyo Pacome alifanya zile movement. Zile movement ambazo eneo la kuotea alikuwepo, alitoka kwenye lile eneo, alipaswa kusimama pale juu ili ule mpira umpite, kusimama kwenye lile eneo, huo mpira umpite. Rashidi, ndio maana nikaanza kwenye mazingira yale then ascore. Mimi kwangu ilikuwa ni goli, lakini kitendo cha yeye kufanya movement kuingia mbele na kurudi, amerudi akaja kusukuma na mtu, afa kaja kutengeneza mazingira ambayo hiyo movement tangu Dube ana mpira. Hapo ndipo mashaka yangu yalipo kwamba hii ni offside. Sisi tumeelewana kabisa, tunakubaliana mpaka hapo, wote tunakubaliana. Kabla ya kwenda kumblock mtu alikuwa tayari hayupo offside, lakini yeye alikuwa tayari kwenye mchezo. Sikiliza basi, movement mimi si niko offside, nikikaa kwenye usawa wa golikipa hata kama nikisimama bado nitakuwa offside kwa sababu nimeziba vision ya golikipa. Kwa hiyo haoni nimemzinga. Kwa hiyo golikipa amepotea kwa sababu mimi nimemziba. Movement ya Pacome ilikuwa kutoka kwenye offside kurudi ndani. Na mimi hapo ndipo kwenye offside. Sijui umeelewa? Na mimi hapo ndio kwenye offside. Lakini kabla hajafanya kitendo cha kumblock beki, offside ikaa imeshavunjwa na Max kampita. Kwa chochote anachokifanya inakuwa ni faulu ya kawaida. Sasa ndio maana nakwambia kwenye jicho la kutazama kwamba ile ilikuwa ni foul, kwamba Pacome alifanya foul kwenye jicho la kawaida. Hata kama ningekuwa mimi
ungekuwa wewe, ungekuwa yeyote, asingehukumu kwamba ni foul. Umeelewa? Kwa sababu tayari kulikuwa kuna msongamano wa watu. Umeelewa? Ulihitaji jicho la tatu la VAR kwenda kuamua kwamba ilikuwa ni foul. Mimi offside, hoja zangu za offside ya Pacome, kama Pacome alipokuwa kwenye eneo la kuotea angesimama pale na ule mpira ungemkuta kwenye mazingira yale. Mimi kwangu ilikuwa ni goli ambalo singekuwa na shaka nalo. Lakini kitendo cha yeye kutoka kwenye eneo lile kufanya movement nyingine na kuangalia mazingira ya kunufaika, kwa sababu wale alikuwa anamtengenezea mazingira Max ya kunufaika zaidi, kwa sababu kamzuia huyu asiende kumkuta Max. Hapo ambapo mimi nadhani tumeelewana, kwa sababu sheria yenyewe kamtengenezea Max kwa kumblock back, kwa kumtengenezea mazingira time ambapo offside imekufa. Ndio bana sasa hiyo basi, kumbe unawezekana kweli tunaongea kitu kimoja ila tuelewane. Umeelewa? Umeona pale alipo Pacome, Pacome eneo alokuepo ilikuwa ni eneo la offside. Ilikuwa ni eneo la offside. No doubt. Si ndio bwana? Tunakubaliana watu wote, anayejua mpira na sijua mpira. Si ndio? Baada ya mpira kumpita Pacome, akaenda kumblock sheria inaua offside. Umeelewa? Sheria inaua offside. Kwenye eneo ambalo Pacome alikuwa offside position. Si ndio? Na kapitwa na mpira na watu. Light kama wawili, Max na mchezaji mwingine wa Simba. Sasa light kama Pacome angeendelea kusimama pale kwenye lile eneo. Umeelewa? Na kuangalia moment ya kinachoendelea, kumsubiri Max amalize safari yake. Umeelewa? Na kinachoendelea, kwangu mimi angescore, there is no problem. Lakini kitendo cha yeye kuhama na kulazimisha, japo sheria inamwambia kwamba tayari offside imekufa, kitendo cha yeye kuingia kwenye movement ya kulazimisha mazingira kuitengeneza tena, hapo ndipo ambapo tutahitaji mtaalamu zaidi. Sijui umeelewa, ndio tunaporudi kwenye foul. Kwa sababu kama offside imekufa, wewe umemfanyia mtu obstruction. Haiwi tena foul, inakuwa obstruction. Inakuwa sio offside, kwamba wakati Max ana score, huyu alimzuia mtu.